Haya ndiyo mambo ya msingi ya kuyafanya wewe ambaye upo chuoni. Kama wewe upo chuoni sasa hivi, ama una mpango wa kwenda chuoni, ama wewe ni mzazi ambaye una ndoto siku moja mtoto wako aweze kwenda chuoni, basi haya mambo ni mambo ya msingi sana ambayo yatamfanya mwanao aweze kuwa mtu mkubwa sana pindi atakapoanza masomo yake akiwa chuoni. Jambo la kwanza, anatakiwa kujifunza zaidi ya darasani, yaani tunasema self learning. Hii ina msaada gani? Self learning inamsaidia mwanafunzi au mwanachuo kuweza kujua uhalisia ambao upo nje na masomo yake ya darasani, upo nje ya taaluma yake, kwa sababu atakapomaliza ataenda kukutana na vitu ambavyo vipo nje kabisa ya taaluma yake. Hivyo yeye kuweza kupata experience mapema kuliko namna ambavyo ungeweza kufikiria. Kama wewe unataka kuweza kupata mafanikio, elimu pekee darasani haiwezi kutosha hata siku moja. Bill Gates ni mtu ambaye aliweza kujifunza sana masomo ya nje ya darasa, tofauti na watu wa kawaida, tofauti na wanafunzi wenzake. Alikuwa anasoma mambo ya coding, alikuwa anasoma mambo ya software. Mwisho wa siku yale mambo yalimfanya yeye kuwa mtu mkubwa sana hapa duniani. Kwa hata kama upo chuoni, basi anza kwenda nje ya boksi ulilomo. Nenda kaanza kujifunza vitu vya nje ya hayo masomo kama unataka siku moja uweze kuwa mtu mkubwa. Kumbuka, usome kwa ajili ya mtihani tu. Jifunze skills za vitendo na uanze kuvifanyia kazi. Kitu cha pili, kwa wewe ambaye upo chuoni ambacho unatakiwa kukifanya ili kusudi uweze kwenda mbali zaidi, basi unatakiwa kujenga mtandao. Unatakiwa ufanye jambo linaloitwa networking. Na networking hii ni ya msingi sana, kwa sababu ili tuweze kukujua wewe unafanya nini, tutaangalia partner wako, watu ambao unapatina nao hasa kwenye mambo unayoyafanya. Kama ni watu wa hovyo, basi na wewe utakuwa ni mtu wa hovyo. Laws of partnership ni ya msingi sana kwa wewe mwanachuo ambaye uko chuoni, kama una ndoto ya kuweza kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako. Ukikosea kuchagua marafiki, ukikosea kwenye association na watu wengine ambao unaishi nao uko chuoni, una uwezo wa kuzika ndoto zako na una uwezo wa kupashiwa na kuendelea kuiishi ndoto yako. Ni wengi, ukiangalia vizuri, kuna Mark Zuckerberg, mwanzilishi wa mtandao wa Facebook. Wakati anasoma katika chuo cha Harvard, aliweza kupata mapartner wenzake ambao walimsukuma kuweza kupata ushawishi wa kuanza kutengeneza platform ya Facebook. Hivyo ilimfanya yeye kutengeneza platform nzuri na akaanza kuiuza. Vile vile tunamwona kuna Larry Page, na yeye aliungana na Sergey Brin, wakatengeneza kitu kikubwa sana ambacho leo hii watu wanaishi nacho na wamekuwa mabilionea hasa katika renki za sasa hivi. Kwa hata wewe usije ukakosea kuchagua partners au kuchagua au kukaa na watu ambao ni waovyo, kwa sababu automatically utakuwa ni watu waovyo. Jenga mahusiano rafiki, jenga mahusiano na watu ambao wana uwezo ili uweze kupata uwezo na wewe. Kitu kingine cha msingi ambacho unatakiwa kukifanya wewe ambaye uko chuoni sasa hivi, kama unataka siku moja uweze kuwa mtu mkubwa, basi unatakiwa kuwa na great vision. Yaani unatakiwa uwe na malengo makubwa sana. Great vision. Kwa nini? Kwa sababu yatakuwa yanatengeneza kuna kitu kinaitwa burning desire. Msukumo wa ndani ambao utakusukuma wewe kuweza kufanya mambo tofauti na wengine, kufanya mambo tofauti na watu wa kawaida. Ukiwa na ndoto kubwa, ukiwa na vision ambayo ni kubwa sana, itakufanya wewe uweze kufanya mambo ambayo mpaka wengine watashangaa. Tumemwona hata Elon Musk, mzaliwa wa Afrika Kusini. Tumemwona wakati ule akiwa chuoni, alikuwa na ndoto kubwa ya kuweza kubadilisha dunia kupitia teknolojia. Hivyo ilimfanya yeye kuweza kufanya mambo ambayo hata wengine walikuwa hawatarajii kwamba yana uwezo wa kufanyika. Leo hii ameweza kufanya mambo makubwa sana. Amekuwa na Tesla na SpaceX na mambo mengine mengi sana.
Kwa hata wewe pia una uwezo wa kuwa kama yeye, kama utakuwa na vision ambayo ni kubwa pindi utakapokuwa unasoma. Kumbuka kwamba usiende chuo bila kujua unataka kuwa nani, kwa sababu utakuwa unapoteza muda. Kitu kingine, kwa wewe ambaye unataka kwenda chuo au upo chuoni sasa hivi, unatakiwa kutumia muda wako vizuri, time management. Unatakiwa kuwa vizuri sana, kwa sababu ukishindwa kuzuia muda unaorika kwenye maisha yako, basi itakuwa ni ngumu sana wewe kuwa mtu mkubwa na kuweza kufikia ndoto zako. Kumbuka kwamba wanafunzi wengi wanaanguka si kwa sababu hawana akili darasani, ni kwa sababu ya matumizi mabaya ya muda wao. Muda wao wanaupanga vibaya, hivyo wanautumia katika namna ya kitofauti. Ukimkuta mtu anafanya mambo makubwa hasa kwenye field yake, tambua kabisa kwamba anatumia muda wake vizuri sana. Na ndio maana hata wewe ukiwa chuoni una muda mwingi sana, usitumie muda kwa malengo mabaya, aidha kucheza, kupiga stori za umbea. Hapana, unatakiwa uinvest katika muda ambao wewe unaupata. Warren Buffett pia tumemwona ni mtu ambaye alipokuwa kijana alikuwa anapenda sana kusoma vitabu, anapenda mno. Hata Mark Zuckerberg pia alikuwa anasoma sana vitabu. Sio tu hivyo, wakubwa wote wanapenda kusoma vitabu. Kwa nini wewe usio unautumia muda wako katika kufanya mambo ambayo yataongeza productivity yako, hasa katika field yako? Unatakiwa kuwa kumbuka kwamba muda ukiwa chuoni ndio mtaji wa kwanza kwako wewe. Kwa hiyo usije ukacheza na muda. Lakini pia kitu kingine ukiwa chuoni ambacho unatakiwa kukifanya, anza mapema. Take action early. Unatakiwa uanze mapema. Usisubiri uhitimu chuo alafu ndipo uanze maisha. Hapana, unatakiwa uanze maisha hata pindi ukiwa chuoni. Hii itakusaidia kuweza kupata experience, tofauti na mtu ambaye amesubiri mpaka amalize ndo aanze. Na hii ni falsafa ambayo ni mbaya sana. Walio wengi wanafunzi hasa hapa Tanzania wamekuwa na brief kwamba mimi nikiwa chuoni siwezi kuanza kitu chochote mpaka nimalize masomo yangu, ndipo nina uwezo wa kuanza vitu vingine. Hiyo ni moja kati ya leakage ambayo ni mbaya sana, na imeweza kuwafanya watu wengi waweze kupoteza hatima ya maisha yao. Sasa ukiwa chuoni wewe, anza mapema, usisubiri. Steve Jobs, mwanzilishi wa Apple, aliweza kuanza mapema sana kuliko kawaida, na leo hii ana kampuni kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu alianza mapema. Kumbuka, experience ni muhimu sana kuliko cheti pekee. Experience ni muhimu mno kuliko cheti pekee. Kwa hiyo haya mambo ni mambo ya kuzingatia kwako wewe kama unataka kuweza kujitengeneza kuwa mtu wa tofauti pindi ukiwa chuoni. Pia yatakusaidia sana kwenye maisha yako.